Tumwombe Mungu. Mungu wetu, tuna kila sababu tena ya kukushukuru kwa sababu umetuleta siku nzuri ya leo, siku ya Bwana, ili tupate kujifunza mezani pako. Bado tuna kiu na shauku ya kujifunza yale yote yatakayoujilia ulimwengu siku za mwisho. Mpe kila mmoja wetu sasa kufuatilia neno hili kwa makini, ili tupate kujiandaa kwa yale yajayo. Maana upendi tupotee, upendi tuangamie kwa kukosa maarifa. Asante Mungu mwema, kwa sababu utatufunulia akili zetu hata tupate kuyaelewa haya yote, ili yapate sio tu kwa faida kwetu, lakini yapate kuwa msaada wa wengine. Asante Mungu mwema, kwa sababu tumeomba na umesema ombeni nanyi mtapewa, na tunajua tumepokea sasa katika jina la Yesu. Amen. Vizuri sana. Leo tena tunaendelea na mfululizo wa masomo ya matukio ya mwisho wa dunia. Tumekuwa mpaka sasa tumejifunza tayari masomo 4 katika mfululizo wa masomo hayo, na leo tutakuwa tukijifunza somo la 5, miaka 1000 ya utawala wa Yesu duniani. Miaka 1000 ya utawala wa Yesu duniani. Mwishoni mwa somo lililopita tulijifunza jinsi ambavyo Ibilisi atakavyoshirikiana na mpinga Kristo au mnyama na nabii wa uongo, ambao watatuma roho chafu kuandikisha watu waliobaki duniani baada ya mateso ya dhiki kuu ya miaka 7 kuja kwao, na hawa watakusanyika kwenye bonde linaloitwa bonde la Megido, ambalo liko kusini magharibi mwa mlima wa Karmeli kule Mashariki ya Kati. Na miongoni mwa watu watakaokusanywa ambao watapewa kipaumbele katika kuandikishwa watakuwa ni watu waliokolewa ambao walikuwa nalitia jina la Yesu dhidi ya Ibilisi, lakini hawakuweza kuyatunza mavazi yao na kuhakikisha ni safi mpaka mwisho, na hivyo wakawa nao wameachwa. Hawa watapelekwa mstari wa mbele katika vita hivyo vya Armageddon, na vinavyoitwa vita vya Armageddon, na shetani atakuwa amewadanganya kwamba wanaweza kupigana na Yesu Kristo, ambaye atakuwa amekuja pamoja na watakatifu wake aliowanyakua wakati wa kunyakuliwa kwa kanisa, na atakuwa amewaongoza akiwa amepanda farasi mweupe, na wale wengine wote watakatifu wakiwa wamepanda farasi weupe hao, na kutua juu ya mlima wa Mizeituni, mahali pale pale alipopaa mbinguni baada ya kumaliza kazi aliyoifanya duniani. Sasa majeshi hayo ya Ibilisi yataanza kupambana na Yesu na watakatifu wake, na vita hivyo vitadumu sekunde chache tu, kwa sababu majeshi yote hayo yataangamizwa na kutakuweko mauaji makuu sana, na malaki ya watu watauawa, na damu yao itamwagwa na kuchuruzika katika bonde kubwa hilo ambalo litafanya mto wa damu utakaokuwa na urefu upatao maili 200, na maiti hizo
zitakuwa ni karamu ya ndege mbalimbali wa angani ambao wana midomo maalum, tai maalum wenye midomo isiyokuwa ya kawaida, ambao wana uwezo wa kula nyama kwa kasi na kwa haraka sana kwa muda mfupi, na ndege hao watashiba nyama zao. Sasa hivi tunavyozungumza, ndege wa ajabu sana wa namna hiyo hiyo inayotajwa katika Biblia wameanza kuonekana Mashariki ya Kati, wakianza kutokeza mmoja mmoja. Maana pale ulipo mzoga, harufu ya mzoga inapokuwa iko mbali sana, tai hutokea mbali kuufuata. Na tayari tai wa namna ya ajabu wameanza kuonekana Mashariki ya Kati, wakitua mmoja mmoja, wenye midomo isiyokuwa ya kawaida, wakiwa wepesi sana kula nyama. Na wataalamu wa mambo ya maandiko na mambo ya unabii wanaelezea hiyo ni ishara inaonyesha kwamba jambo hilo haliko mbali kutokea. Inaonyesha ni jinsi gani tuko ukingoni mwa nyakati za mwisho, na haya yaliyokuwa yanaonekana kuwa mbali yapo karibu sana kutokea. Biblia inasema katika Ufunuo Yohana, tukiwa tunarudia kidogo yale tuliyoyaona ili tupate nafasi nzuri ya kuelewa hapa tunapoanzia kuendelea. Ufunuo Yohana sura ile ya 17 mstari wa 12 mpaka 14, tunaona juu ya vita hivi na matukio yake, vita vya Armageddon. Ufunuo Yohana 17 mstari wa 12 mpaka 14. Na zile pembe 10 ulizoziona ni wafalme 10 ambao hawajapokea ufalme bado, lakini wapokea mamlaka kama wafalme muda wa saa moja pamoja na yule mnyama. Hawa wana shauri moja, nao wampa yule mnyama nguvu zao na mamlaka yao. Hawa watafanya vita na mwana-kondoo, na mwana-kondoo atawashinda, kwa maana yeye ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme, na hao walio pamoja naye ndio walioitwa na wateule na waaminifu. Sura ile ya 14, Ufunuo Yohana sura ile ya 14 mstari wa 19 mpaka mstari wa 20. Ufunuo Yohana sura ile ya 14 mstari wa 19 mpaka 20, Biblia inasema, malaika yule akautupa mundu wake hata nchi, akauchuma mzabibu wa nchi, akazitupa zabibu katika shinikizo hilo kubwa la ghadhabu ya Mungu. Shinikizo lile likakanyagwa nje ya mji. Damu ikatoka katika shinikizo mpaka kwenye yatamu za farasi kama mwendo wa maili 200. Damu mwendo wa maili 200 inazungumzia juu ya yale ambayo tumeyaelezea muda kitambo. Ufunuo Yohana sasa sura ile ya 19, Ufunuo Yohana sura ya 19 mstari wa 11 mpaka mstari wa 21, bado tunafahamishwa juu ya vita hivi. Mstari ule wa 15 labda tuanzie hapo, kwamba wakati na upanga mkali utoka kinywani mwake ili wapige mataifa kwa huo, naye atawachunga kwa fimbo ya chuma, naye anakanyaga shinikizo la mvinyo ya ghadhabu ya hasira ya Mungu Mwenyezi. Naye ana jina limeandikwa katika vazi lake na paja lake, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Kisha nikaona malaika mmoja amesimama katika jua, akalia kwa sauti kuu akiwaambia ndege wote warukao katikati ya mbingu, njoni mkutane kwa karamu ya Mungu iliyokuu, mpate kula nyama ya wafalme na nyama ya majemedari na nyama ya watu hodari na nyama ya farasi na watu wapandao na nyama ya watu wote waungwana kwa watumwa, wadogo kwa wakubwa. Baada ya nyama hizi kuliwa namna hiyo na ndege, na kitakachotokea sasa itakuwaje? Mpinga Kristo au mnyama na nabii wa uongo, hawa sasa watakamatwa. Mstari wa 19 sasa mpaka 21. Kisha nikamwona huyo mnyama na wafalme wa nchi na majeshi yao wamekutana kufanya vita na yeye aketie juu ya farasi yule, tena na majeshi yake.
yule mnyama akakamatwa na yule nabii wa uongo pamoja naye. Yeye aliyezifanya hizo ishara mbele yake, ambazo kwa hizo aliwadanganya watu wale walioipokea ile chapa ya huyo mnyama na walioisujudia sanamu yake. Hawa wawili wakatupwa wangali hai katika lile ziwa la moto liwakalo kwa kiberiti. Kuna tofauti kati ya ziwa la moto na Jehanamu ya moto. Jumapili ijayo kwa neema ya Mungu, tutakapokuwa tunaendelea katika mfululizo wa masomo haya, tutajifunza juu ya Jehanamu ya moto. Jehanamu ya moto ikoje? Mateso ya Jehanamu yako namna gani? Jehanamu ya moto iko wapi kwa sasa? Tunasema mbinguni ni huko juu, mbingu ya tatu, na Jehanamu ni wapi? Tutajifunza juu ya Jehanamu ya moto Jumapili ijayo, na masomo yanayofuata yatatupa kutafakari kwa undani juu ya ziwa la moto ambalo mpaka sasa halina mkazi yoyote ndani, na wale watakaokuwa wa kwanza kutupwa katika ziwa la moto ni mnyama au mpinga Kristo na nabii wa uongo, na baadaye atafuata shetani. Na hawa walioko katika Jehanamu ya moto, na wote kwa pamoja watachukuliwa tena na kutupwa katika ziwa la moto ambalo ndio litakuwa makazi ya milele na milele, makazi yao ya mateso. Tutaweza kuona tofauti kati ya Jehanamu ya moto na ziwa la moto katika masomo yajayo. Yule mnyama akakamatwa na yule nabii wa uongo pamoja naye. Yeye alizifanya hizo ishara mbele yake, ambazo kwa hizo aliwadanganya watu wale walioipokea ile chapa ya huyo mnyama na waliosujudia sanamu yake. Hawa wawili wakatupwa wangali hai katika lile ziwa la moto liwakalo kwa kiberiti, na wale waliosalia waliuawa kwa upanga wake aliyeketi juu ya yule farasi, upanga utokao katika kinywa chake, na ndege wote wakashiba kwa nyama zao. Sasa baada ya mauaji hayo makuu na mpinga Kristo na nabii wa uongo kuwa wamekamatwa na kutupwa angali hai katika ziwa la moto, kitakachotokea sasa, shetani au ibilisi yeye naye atakamatwa na atafungwa kwa mnyororo mkubwa, na baada ya kufungwa kwa mnyororo mkubwa atatupwa katika shimo refu sana ambalo ukiangalia huwezi kuona mwisho wake. Atafungwa kwa miaka 1000 katika shimo hilo. Biblia inasema katika Ufunuo Yohana sura 20 mstari wa 1 mpaka mstari wa 3, kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni mwenye ufunguo wa kuzimu na mnyororo mkubwa mkononi mwake. Akamshika yule nyoka wa zamani ambaye ni ibilisi na shetani, akamfunga miaka 1000, yani miaka 1000. Akamtupa katika kuzimu, akamfunga, akatia muhuri juu yake, asipate kuwadanganya mataifa tena hata ile miaka 1000 itimie, na baada ya hayo yapasa afunguliwe muda mchache. Ibilisi atakamatwa na malaika mwenye nguvu, atamfunga kwa mnyororo, na baada ya kumfunga kwa mnyororo atatupwa katika shimo refu. Katika Kiswahili chetu hapa shimo hili linaitwa kuzimu, lakini kuzimu sio Jehanamu ya moto kama tunavyoifahamu. Sehemu nyingi tunapoona neno kuzimu katika Biblia linazungumzia Jehanamu ya moto, na kule kuzimu alipokuwa katika mateso unatajwa katika Luka 16 kuelezea juu ya tajiri alipokuwa katika mateso ya Jehanamu ya moto. Lakini kuzimu hapa sio Jehanamu ya moto, lakini ni shimo refu maalum ambalo katika Biblia za Kiingereza linaitwa bottomless pit. Bottomless pit, shimo ambalo ni refu kiasi kwamba huwezi kuona mwisho wake, au ukiangalia namna hii kitako chake hakionekani, au kina chake ni kirefu sana kiasi hicho, kiasi kwamba kinafananishwa, shimo linafananishwa na shimo ambalo halina mwisho.
na hapo katika shimo hilo atatupa shetani, alafu shimo hilo litatiwa muhuri juu yake. Kutiwa muhuri juu yake maana yake kulifunika kwa kifuniko, litafunikwa kwa kifuniko, na shetani atakuwa amefungwa katika shimo hilo, atakuwa hana uwezo wa kutoka katika shimo hilo, na kwa miaka 1000 sasa atakuwa hayuko duniani. Na hapa sasa ndipo utakapoanza utawala unaoitwa utawala wa miaka 1000 ya Yesu na watakatifu wake hapa duniani. Baada ya shetani kufungwa miaka 1000 katika shimo hilo refu, sasa Biblia inasema kuanzia mstari wa 2, sasa tutasoma mstari wa kwanza moja kwa moja, tutasoma mpaka mstari ule wa 4. Kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni mwenye ufunguo wa kuzimu na mnyororo mkubwa mkononi mwake. Akamshika yule nyoka wa zamani ambaye ni Ibilisi na Shetani, akamfunga miaka 1000, akamtupa katika kuzimu, akamfunga, akatia muhuri juu yake, asipate kuwadanganya mataifa tena hata ile miaka 1000 itimie, na baada ya hayo yapasa afunguliwe muda mchache. Kisha nikaona viti vya enzi, wakaketi juu yake na wakapewa hukumu. Nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu na kwa ajili ya neno la Mungu, na hawa wasiomsujudia yule mnyama wala sanamu yake, wala kuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao wala katika mikono yao, nao wakawa hai, wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Watakatifu waliokuja pamoja na Yesu Kristo kutoka kule juu mbinguni baada ya kunyakuliwa wataungana na wale ambao hawakumsujudia mnyama, na kama tulivyojifunza katika masomo yaliyopita, hawa wanazungumzia wana wa Israeli ambao ndio wanaitwa watakatifu wanaotoka katika ile dhiki kubwa. Na hawa tutakuwa tumeungana pamoja nao, na hawa kwa pamoja tutatawala sasa pamoja na Yesu miaka 1000 duniani. Inaposemekana au tunapoimba tutatawala pamoja na Yesu, tutatawala pamoja na Yesu, kimsingi unazungumziwa utawala huu wa miaka 1000 ya Yesu Kristo pamoja na watakatifu wake duniani. Tutatawala pamoja. Tunaimba kwa haraka. Tunaimba wimbo huo, imba 1 2 3. Tutatawala na Bwana, tutatawala na Yesu, tutatawala na Yesu, tutatawala na Yesu, tutatawala, tawala. Imba kwa nguvu, imba kwa nguvu. Tutatawala, tutatawala hapa duniani, tutatawala na Yesu, tutatawala miaka 1000, tutatawala na tutatawala, oh tawala, tutatawala Kimsingi tunapoimba wimbo huo tunazungumzia utawala wa miaka 1000 ya Yesu Kristo pamoja na watakatifu wake duniani, na hilo ndilo linatufanya kutafakari kwa kina juu ya utawala huo katika somo letu hili la leo, miaka 1000 ya utawala wa Yesu duniani. Tutajifunza somo hili sasa kwa kuligawa katika vipengele vitatu. Kwanza, makusudi ya utawala wa Yesu Kristo miaka 1000 duniani. Pili, hali ya maisha itakavyokuwa duniani wakati wa utawala wa Yesu Kristo duniani. Na tatu, vita vya Gogu na Magogu. Kwanza, makusudi ya utawala wa Yesu Kristo miaka 1000 duniani. Wetu tunakumbuka kwamba Mungu hapo mwanzo alimuumba Adamu na Hawa. Ni muhimu kufahamu kwamba makusudi ya Mungu ya kuwaumba Adamu na Hawa
au makusudi ya kuwaleta wanadamu duniani yalikuwa mema sana. Na pale ambapo Mungu alimuumba Adamu na Hawa katika bustani ya Edeni, alikusudia waweze kuishi maisha mazuri ya kushangaza sana wao na wale ambao wangezaliwa. Lakini kwa sababu wanadamu hawa, Adamu na Hawa, walipewa utashi wao wa kuchagua la kufanya, wakaacha kufanya mapenzi ya Mungu, wakafanya yale waliokatazwa kufanya, wakala matunda waliokatazwa kuyala, na kwa sababu hiyo wakaukatisha mpango wa Mungu mzuri wa maisha ya wanadamu. Ni muhimu kuelewa kwamba Mungu anaweza kutupangia mema, anaweza kutukusudia mema, lakini sisi wenyewe tukayakatisha kwa utashi wetu, na Mungu akatuachilia kwenda mbali na mpango ule mwema aliyokusudia kwetu. Tukisoma Samueli wa kwanza sura ile ya 8 mstari ule wa 4 mpaka mstari wa 22, tutaweza kuona jinsi wana wa Israeli baada ya kuwa wametoka katika nchi ile ya Misri, wakiwa wameongozwa na Mungu mwenyewe, Mungu akiwa na watawala, Mungu akiwa na waongoza, Mungu akiwa ni mfalme wao. Hatimaye siku ya siku walianza kupiga kelele na kumwambia Samueli, sisi nasi tunahitaji mfalme atuamue, tunahitaji mfalme mwanadamu atuongoze. Na kama mataifa mengine yanavyoongozwa na wafalme, sisi nasi tunahitaji tuongozwe na mfalme mwanadamu. Tumechoka kuongozwa na Mungu, tumechoka kuongozwa na Mungu ambaye hatumuoni kwa macho. Tunahitaji sisi nasi tuongozwe na mfalme. Samueli akaanza kueleza kwa huzuni sana, akawaambia, ninyi mfalme mnamhitaji atawaletea mateso makuu, atawaletea mateso makuu. Huyo mfalme atakayewamiliki ninyi atakuwa na desturi, atatoa wana wenu na kuwaweka kwake kwa magari yake na kuwa wapanda farasi wake, na watapiga mbio mbele ya magari yake. Naye atawaweka kwake kwa makida juu ya 1000 na makida juu ya 50, na wengine atawaweka walime shamba lake na kuvuna mavuno yake na kufanyiza zana zake za vita na vyombo vya magari yake. Na binti zenu atawatoa kwa wafanyaji wa marihamu na wapishi na waokaji. Atatoa makonde yenu na mashamba yenu ya mizabibu na ya mizeituni, yale yaliyo mazuri sana, ili awape watumishi wake. Naye atawatoza ushuru wa mbegu zenu na wa mizabibu yenu, awape maakida wake na watumishi wake. Atawatoa watumishi wenu na wajakazi wenu na ng'ombe zenu walio wazuri sana na punda zenu. Akawaeleza madhara yatakayowapata kuongozwa na mfalme kama watakavyo. Akawaeleza mstari wa 18, nanyi mtalia siku ile kwa sababu ya mfalme wenu mliojichagulia. Bwana asiwajibu siku ile. Walakini hao watu wakakataa kuisikiliza sauti ya Samueli, wakasema, sivyo hivyo, lakini tunataka kuwa na mfalme juu yetu, ili sisi nasi tufanane na mataifa yote, tena ili mfalme wetu atuamue, tena atoke mbele yetu na kutupigia vita vyetu. Samueli akayasikia maneno yote ya watu, akayanena masikioni mwa Bwana. Bwana akamwambia Samueli, isikilize sauti yao, ukawafanyie mfalme. Isikilize sauti yao, ukawafanyie mfalme. Haya hayakuwa mapenzi kamili ya Mungu, lakini yalikuwa tu ni mapenzi yaliyoruhusiwa na Mungu. Kwa sababu hawa watu wamedhamiria kwenda katika njia yao, basi Mungu akawaachia yatimizwe yale ambayo wanayataka. Hayakuwa mapenzi kamili ya Mungu, hayakuwa perfect will of God, lakini yalikuwa permissive will of God. Hayakuwa mapenzi ya Mungu kamili, lakini yalikuwa tu ni yale yaliyoruhusiwa tu na Mungu, na yale yaliyokuwa matakwa ya wanadamu hawa yakafanyika hivyo. Na vivyo hivyo Adamu na Hawa walipofanya dhambi, wakajiweka katika mikono ya Ibilisi wenyewe, wakawa tayari kutii maelekezo ya Ibilisi aliyewadanganya kwamba mkila matunda haya hamtakufa. Sasa wakajiingiza wenyewe katika utawala wa Ibilisi, wakaanza kutawaliwa na Ibilisi hapo, na Shetani akawaachia wanadamu kuishi maisha ambayo hawakuwakusudia. Hayakuwa ni maisha ambayo Mungu alimkusudia mwanadamu. Sasa Adamu na Hawa na wanadamu wote wakawa wamejiweka katika laana ambayo iliushukia ulimwengu,
ambayo tunaisoma katika Mwanzo sura ile ya 3 sasa mstari wa 16 mpaka mstari wa 19. Mwanzo 3 mstari wa 16 mpaka 19 tunasoma, akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako, kwa uchungu utazaa watoto. Mpango wa Mungu haukuwa kwa wanawake wazae kwa uchungu, lakini katika mpango wa Mungu wanawake wangekuwa wanajifungua tu katika namna ambayo hakuna uchungu ulioko leo. Wangejifungua tu watoto kwa namna tu nzuri bila uchungu wa namna yote. Lakini uchungu ulikuja baada ya Adam na Hawa kujiachilia kutawaliwa na shetani kinyume na mapenzi kamili ya Mungu. Na halikuwa hilo tu. Mstari wa 17 kuendelea, Biblia inasema, akamwambia Adamu, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaniwa kwa ajili yako. Kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Michongoma na miba itakuzalia. Michongoma na miba na vitu vingi ambavyo vinaleta kero kwa wanadamu, wanyama mbalimbali na ndege wanaoleta kero kwa wanadamu, ya ardhi kulimwa kwa jasho jingi sana mtu kupata kula. Haya yote hayakukusudiwa katika mpango kamili wa Mungu aliyokusudia katika kumuumba mwanadamu. Kwa jasho la uso wako utakula chakula, michongoma na miba itakuzalia, na utakula mboga za kondeni. Kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana umavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Maana yake utaishi duniani kisha utakufa. Katika mpango wa Mungu, Mungu hakukusudia wanadamu wafe, lakini alikusudia waishi kwa raha na mstarehe katika dunia kwa namna ile ile kwa namna ile ile ambayo aliwaleta Adamu na Hawa katika bustani ya Edeni, katika maisha mazuri yasiyokuwa na mfano wake, kama wangeendelea kuyatii maagizo ya Mungu na kupenda kutawaliwa naye. Sasa mambo mengi sana yamekuja juu ya wanadamu katika dunia kwa sababu tu ya uasi. Mbu, nzi, kunguni, ndege wanaokula mpunga, viroboto, panya wabaya wanaoleta magonjwa ya kila namna, tauni na kadhalika. Magonjwa yanayokuwepo juu ya wanadamu, ulema, upofu, ububu, vitu vyote hivi havikukusudiwa na Mungu juu ya wanadamu katika kuwaumba. Sasa baada ya wanadamu kuasi kama hivyo na kujiweka chini ya utawala wa Ibilisi, walimkaribisha Ibilisi kuweza kuwamiliki hivyo, na hatimaye kutoka katika ule mpango kamili wa Mungu mzuri uliokusudiwa juu yao. Sasa hatimaye baada ya wanadamu kuwa wamekwenda njia yao kama wale wengine walivyojitakia mfalme, kwa upendo wake, kwa jinsi Mungu alivyoupenda ulimwengu, hatimaye akamleta Yesu duniani, hatua kwa hatua kuwarudisha wanadamu katika ule mpango kamili wa Mungu aliokusudia kwao. Na kila ambaye anatubu dhambi zake kwa kumaanisha kuziacha na kumkubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi, na kuikubali kazi yake iliyofanyika pale msalabani, pale alipomwaga damu yake msalabani kwa ajili ya ondoleo la dhambi za watu wote. Sasa mtu huyo anapokuwa amesafishwa kwa damu ya Yesu iliyomwagika msalabani kwa imani, jina lake linaandikwa mbinguni, na huyo naye sasa anahesabiwa kukaa pamoja na Yesu milele na milele katika uzuri, katika maisha mazuri ambayo hakuna maombolezo, hakuna vilio, hakuna maumivu, mbinguni milele na milele. Sasa hatima yake katika mpango huo, bado Mungu kwa makusudi kamili atataka kuonyesha mpango ule aliokusudia juu ya mwanadamu pale alipomuumba. Na sasa makusudi ya utawala wa miaka 1000 wa Yesu duniani ni kuonyesha maisha ambayo wanadamu wangeweza kuishi kama wangekaa katika mapenzi ya Mungu.
Maisha yale bustani ya Edeni yatakuwepo tena duniani, na makusudi yake ni kuwafanya wale watu ambao watakaokuwa katika jehanamu ya moto, watakaokuwa katika ziwa la moto, wamekuwepo katika jehanamu ya moto na hatimaye watatupwa katika ziwa la moto. Watakapokuwa katika ziwa la moto, katika mateso milele na milele kwa sababu ya uasi, kwa sababu wamemtenda Bwana dhambi, waweze kufahamu wema wa Mungu uliokusudiwa kwao. Waweze kujua hivi ndivyo jinsi ambavyo Mungu alitukusudia tuishi milele na milele kama tungekaa katika mapenzi yake. Waweze kujua Mungu ni mwema, ingawa wako katika mateso ya namna hiyo. Waweze kujua Mungu ni mwema, aliwakusudia mema, aliwakusudia kuishi katika wema. Na kwa sababu hiyo, wale watakaokuwa wamebaki baada ya dhiki kubwa, wameumizwa kwa mateso mengi, lakini watakaokuwa wamebaki sasa, hawa nao watapata nafasi ya kuishi na kuyashuhudia maisha hayo mazuri ya utawala wa Yesu, na hata hawa watakaowazaliwa kutokana nao, ili waende kuwa mashahidi kule katika ziwa la moto na kuwaelezea watu jinsi ambavyo ingawa tunateseka namna hii, lakini Mungu hakika ni mwema. Mungu hakika ni mwema, alitukusudia mema, lakini sisi wenyewe tuliasi, sisi wenyewe tulikuwa mbali na mapenzi yake, ndio maana natupata haya. Na kwa ushahidi wa watu hawa, uchungu utazidi sana katika mateso hayo katika ziwa la moto huko milele na milele. Sasa maisha hayo yatakuwaje? Maisha hayo yatakuwaje? Kwanza, kimsingi, wale wote waliokolewa, watakatifu wa Mungu ambao watakuwa wamekuja na Yesu kutawala, pamoja na hawa waliotoka katika dhiki kuu ambao kumsujudia mnyama, wana wa Israeli kama tulivyojifunza, hao wote watakaa katika viti vya enzi. Kila mtakatifu atagawiwa sehemu fulani katika dunia kutawala, na atakuwa mtawala chini ya mtawala mkuu Yesu Kristo, na atawatawala hao wenye dhambi ambao watakuwepo hapa duniani katika kipindi hicho. Sasa kutokana na utawala wa Yesu na watakatifu wake, miaka 1000 hiyo ya utawala wa Yesu duniani itakuwa ni miaka ya neema ambayo haifananishwi. Hilo linatuleta sasa kutafakari kipengele cha pili cha somo letu. Kipengele cha pili cha somo letu, hali ya maisha itakavyokuwa duniani wakati wa utawala wa Yesu Kristo duniani. Kwanza, kutakuwa na amani ya ajabu duniani. Hakutakuwa na vita kabisa kati ya mwanadamu na mwanadamu. Silaha zote tunazoziona leo zitakuwa zimebadilishwa kabisa, na kutakuwa na amani ambayo hakuna mfano wake. Tangu kuweko Umoja wa Mataifa, kumekuwa na juhudi mbalimbali za kuleta amani duniani. Kumekuwa na mikataba mbalimbali ya Umoja wa Mataifa kama Peace Treaty na kadhalika, ili kuhakikisha kunakuwa na amani duniani. Lakini uzoefu unatuonyesha kadiri miaka inavyozidi kwenda, amani ndivyo inavyozidi kutoweka. Pamoja na vikao mbalimbali vya usalama katika Umoja wa Mataifa, vikao mbalimbali vinavyosisitiza amani duniani, amani imekuwa ni kitendawili. Amani haitaendelea kuwepo duniani. Amani ya dhahiri na amani ya kudumu haitaonekana juu ya uso wa dunia mpaka wakati wa utawala wa Yesu duniani. Yeye ndiye mfalme wa amani, na amani hiyo itadhihirika nyakati hizo ambapo silaha zote zitageuzwa kuwa vifaa vya amani. Isaya sura ya pili. Isaya sura ya pili mstari wa 4. Isaya sura ya pili mstari wa 4, Biblia inasema, Isaya sura ya pili mstari wa 4, tunasoma hivi: naye atafanya hukumu katika mataifa mengi, atawakemea watu wa kabila nyingi, na watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miundu. Taifa halitainua upanga juu ya taifa lingine, wala hawatajifunza vita tena kamwe. Haya yatakuwa ni maisha wakati wa utawala wa miaka 1000 ya Yesu duniani. Mika sura ya 4 mstari wa 3. Mika sura ya 4 mstari wa 3. Mika sura ya 4 mstari wa 3. Naye atafanya hukumu kati ya watu wa kabila nyingi,
na atawakemea mataifa wenye nguvu walio mbali, na watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miundu. Taifa halitainua upanga juu ya taifa lingine, wala hawatajifunza vita tena kamwe. Zekaria 9 mstari wa 10, bado tunaona hayo. Zekaria 9 mstari wa 10, na gari la vita nitaliondoa liwe mbali na Efraimu, na farasi awe mbali na Yerusalemu, na upinde wa vita utaondolewa mbali. Naye atawahubiri mataifa yote habari za amani, na mamlaka yake yatakuwa toka bahari hata bahari, na toka mto hata miisho ya dunia. Itakuwepo amani ya namna ajabu sana nyakati hizi. Lakini sio tu amani kwamba hakuna vita kati ya mwanadamu na mwanadamu, lakini mwanadamu atalala usingizi wa amani mnono kwa namna ajabu. Kutakuwa na amani ya kipekee sana kwa mwanadamu, kwa sababu katika utawala huu wadudu wote wanaoleta kero, mbu, funza, kunguni, inzi au wadudu wote wabaya kama bakteria, virusi, wanamna mbalimbali wa magonjwa, hao wote watakuwa wametupa mbali na wanadamu. Na ndege wa kula nafaka, wanyama waharibifu wa mimea, hao wote vile vile watakuwa hawaleti uharibifu wote tena. Hosea sura ya 2 mstari wa 18. Hosea sura ya 2 mstari wa 18, Biblia inasema, nami siku hiyo nitafanya agano na wanyama wa mashamba kwa ajili yao, tena na ndege wa angani, tena na wadudu wa nchi. Nami nitavivunja vipinde na upanga na silaha vitoke katika nchi, nami nitawalalisha salama salimini. Hakutakuwa na hayo yote. Amani ya ajabu itakuwepo katikati ya uso wa dunia, na vile vile katikati ya wanadamu na wanadamu, na vile vile itakuwepo katikati ya mnyama na mnyama. Simba hata kula mnyama, hata kula nyama, lakini simba atakula majani kama ng'ombe. Nyoka mwenye madhara, nyoka mwenye sumu hatakuwa na sumu yoyote tena, na mtoto mdogo atacheza kwenye shimo la nyoka mwenye sumu kali kama fira. Lakini sasa nyoka yule atacheza na mtoto yule, hakutakuwa na madhara ya namna yoyote. Isaya 11 mstari wa 6 mpaka wa 9. Isaya sura ya 11 mstari wa 6 mpaka wa 9, Biblia yetu inasema. Isaya 11 mstari wa 6 mpaka wa 9 tunasoma, mbwa mwitu atakaa pamoja na mwana kondoo, na chui atalala pamoja na mwanambuzi, ndama na mwana simba na kinono watakuwa pamoja, na mtoto mdogo atawaongoza. Ng'ombe na dubu watalisha pamoja, watoto wao watalala pamoja, na simba atakula majani kama ng'ombe. Na mtoto anyonyaye atacheza penye tundu la nyoka, na mtoto aliyeachishwa atatia mkono wake katika pango la fira. Hawatadhuru wala hawataharibu katika mlima wangu wote mtakatifu, maana dunia itajawa na kumjua Bwana kama vile maji yanavyoifunika bahari. Hakutakuwa na hali ya namna yote ya madhara ya namna hiyo. Sio hilo tu, lakini hakutakuwa na wizi wala unyang'anyi. Hakutakuwa na haja ya kufunga milango yetu kwa makufuri. Lakini nyumba mwanadamu atakayekuwepo wakati ule ataiacha nyumba yake wazi, ataenda kutembea, atarudi, atakuta hakuna kifaa chochote kitakachokuwa kimeibiwa. Hakuna unyang'anyi, kwa sababu shetani anayewafanya watu kuweza kuiba, anayewafanya watu kuwa katika dhambi za namna hiyo ambazo tunaziona leo, atakuwa amefungwa miaka 1000, na kwa sababu hiyo kutakuwa hakuna dhambi juu ya dunia. Na kwa sababu Yesu aliyemtawala atawafanya hawa wote kuishi katika utawala wa Yesu wa amani na utakatifu. Sasa kwa sababu hiyo kutakuwa hakuna maovu juu ya dunia, na watu wataongozwa katika haki, wataongozwa katika utakatifu. Na kwa sababu hiyo kutakuwa hakuna wizi, hakuna unyang'anyi. Leo wizi na unyang'anyi umekithiri, hata tunalazimika kuweka magrili au vyuma katika madirisha yetu. Miaka ya zamani kidogo hapa katika nchi yetu nyumba zilikuwa zina vioo tu, hakuna magrili, hakuna haja ya mavyuma haya. Lakini leo watu wanalazimika kuishi katika hali ya kufungiwa na mavyuma kama wako gerezani, kwa sababu ya wizi na unyang'anyi uliokithiri. Ujambazi wa namna hii hautakuwepo duniani nyakati hizo.
Leo tunalazimika kufunga milango na makufuri kwa sababu ni majira yaliyo tofauti. Na hata kama tumeokolewa, tunaporudi toka katika majumba yetu, hatuna budi kufunga milango na makufuri kwa sababu majira tulionayo ni majira tofauti. Wakati wa kuacha nyumba zetu wazi bila namna yote ya kuzilinda utakuwepo wakati ule wa miaka 1000 ya utawala wa Yesu duniani. Ezekiel sura 34 mstari wa 25 alafu mstari wa 28, Biblia inasema, Ezekiel sura ile ya 34, Ezekiel 34 mstari wa 25 alafu mstari wa 28, Biblia yetu inasema hivi: nami nitafanya agano la amani nao, nami nitawakomesha wanyama wakali kati yao, na watakaa salama jangwani na kulala misituni. Mstari wa 28, hawatakuwa mateka ya makafiri tena, wala mnyama wa nchi hatawala, bali watakaa salama salimini, wala hapana mtu atakayewatia hofu. Hali hiyo itashamiri ulimwenguni. Pili, furaha itajaa kabisa ulimwenguni. Hakutakuwa na huzuni wala masikitiko kabisa ulimwenguni. Isaya 9 mstari wa 3 mpaka wa 4, Isaya sura 9 mstari wa 3 mpaka wa 4. Umeliongeza taifa, umezidisha furaha yao, wanafurahi mbele zako kama furaha ya wakati wa mavuno, kama watu wafurahivyo wagawanyapo nyara. Kwa maana umeivunja nira ya mzigo wake na gongo la bega lake, na fimbo yake yaliyemonea kama katika siku ya Midian. Wakati wa furaha ya namna hii, furaha kama ya furaha ya wakati wa mavuno, itashamiri kwa miaka 1000 duniani nyakati hizi. Yeremia 31 mstari wa 13, Yeremia 31 mstari wa 13. Vile vile tunaona juu ya furaha hii inayotajwa. Ndipo bikira atafurahi katika kucheza na vijana na wazee pamoja, maana nitageuza masikitiko yao kwa furaha, nami nitawafariji na kuwafurahisha waache huzuni zao. Tatu, utakatifu utatawala duniani. Kama kilivyokuwa kipindi cha uamuzi katika Agano la Kale, watakatifu wanaotawala na Kristo wataitwa waamuzi, watakuwa ni waamuzi, watawashauri watu na kwa hukumu kwa hekima kuu itakayoleta maisha ya uaminifu na yote yanayompendeza Mungu. Katika Isaya 1:26 tunaona yale yanatuelezea juu ya hilo, na kwa sababu hiyo utakatifu utashamiri duniani, utakuwa na maisha ya ajabu sana, kwa sababu watakatifu watakuwa wanatawala juu ya uso wa dunia. Maandiko yanasema mwenye haki atawalapo, mwenye haki anapotawala, kunakuwa na shangwe, kunakuwa na nderemo na vifijo vya amani, kunakuwa na usafi na utakatifu, kwa sababu mwenye haki ametawala. Mithali 29 mstari wa 2, wenye haki wakiwa na amri watu hufurahi, bali mwovu atawalapo watu huugua. Leo tuna mambo mengi sana na tukosesha amani na furaha duniani, kwa sababu watawala waovu wameshika nafasi ya kutawala, na wanatawala bila kuongozwa na mapenzi ya Mungu. 4, utukufu wa Bwana utafunuliwa. Kila mtakatifu atakayetawala pamoja na Yesu Kristo atakuwa katika utukufu mkubwa, tofauti na wale wanaotawaliwa. Isaya 40 mstari wa 5, Isaya 35 mstari wa 2, Isaya 11 mstari wa 10. Maandiko yote hayo yanatujulisha jinsi ambavyo watu watakaotawala. Wewe kama utakuwa ni mtakatifu ambao utatawala na Yesu, utakuwa na utukufu wa ajabu sana. Utaweza kujua kabisa yule ni mtawala, na utatofautishwa kwa utukufu utakaoonekana kwako. Utang'ara kwa ung'ao usio kwa kawaida wa utukufu, na utatofautishwa na hao watakaokuwa wanatawaliwa. 4, utakuwa ni wakati wa faraja baada ya hasira. Baada ya mapigo ya dhiki kuu na vita vya Armageddon, sasa utakuwa ni wakati wa faraja baada ya hasira. Isaya 12:1, Isaya 54:7 mpaka 10, Isaya 40 mstari wa 11. Unaweza kusoma kwa wakati wako maandiko haya, na utaweza kuona jinsi ambavyo itakuwa ni wakati wa Mungu kuwafariji wale walioumizwa, na sana sana Waisraeli ambao watakuwa walihusika katika dhiki kuu. Wao nao watakuwa wanafarijiwa baada ya huzuni kubwa, wakati wa dhiki kubwa. 6, utakuwa ni utawala wa haki tupu. Isaya 9:7, Isaya 11:5, Yeremia 23:5,
Yeremia 33:15, kwa sababu watakatifu watakuwa wametawala, kama tulivyozungumza, itakuwa ni haki tupu inatawala. Na 7, dunia itajawa na kumjua Bwana. Kila mtu atamjua Mungu. Kila mtu atafahamu wema wake, atafahamu uzuri wake, atafahamu haki yake, atafahamu Mungu alivyo, tabia yake ya huruma na upole wake na uzuri wake, na ili hawa waweze kuwa mashahidi wazuri kule katika ziwa la moto. Isaya 11:9, Habakuki 2:14 tunayaona hayo. 8, laana juu ya ardhi itaondolewa. Laana tuliyoiona katika Mwanzo 3:17 mpaka 19 itaondolewa. Na kwa sababu hiyo hakutakuwa na miba wala magugu. Mvua itakuwa ya manyunyu safi. Haitakuwa ni mvua ya kuharibu mimea, lakini itakuwa manyunyu tu yanayostawisha mimea. Kwa sababu hiyo mimea itastawi kwa namna ya ajabu. Utapanda tu kidogo, utavuna. Utakuwa na kabichi za namna ya ajabu sana, utakuwa na mahindi ya namna ya ajabu sana, utakuwa na mimea ambayo inastawi kwa namna kubwa na kushangaza. Utapanda tu kidogo, utavuna kwa namna kubwa sana. Ezekiel 34 mstari wa 26 mpaka 27 tunaona hayo. Ezekiel 34 mstari wa 26 mpaka mstari wa 27. Nami nitawafanya wao na mahali palipo pande zote za mlima wangu kwa baraka. Nami nitaleta manyunyu kwa wakati wake, yatakuwako manyunyu ya baraka. Na mti wa kondeni utazaa matunda yake, nayo ardhi itatoa mazao yake, nao watakuwa salama katika nchi yao, nao watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Kutakuwa na maisha ya ajabu sana nyakati hizo, kwa manyunyu mazuri sana yatakayokuwa yanastawisha mimea. 9, hakuna kuugua duniani. Isaya 33 mstari wa 24, kumbuka magonjwa yameletwa na Ibilisi. Ibilisi amefungwa na laana, magonjwa yote yatakuwa yamehama juu ya uso wa dunia. Kutakuwa hakuna kuugua duniani. Ezekiel 33 mstari ule wa 24, mwanadamu, watu wale wakao mahali palipoharibika katika nchi ya Israeli husema ya kwamba Ibrahimu alikuwa mmoja kairithi nchi hii. Asamahani, ni Isaya 33 mstari wa 24. Hapa nilipokuwa nasoma ni Ezekiel, samahani, Isaya 33 mstari ule wa 24. Wala hapana mwenyeji atakayesema mimi mgonjwa. Watu wakao humo watasamehewa uovu wao. Uovu unaozungumzwa hapa kimsingi ni magonjwa na uovu ni furushi moja. Hakutakuwa na kuugua kabisa nyakati hizo. 10, hakutakuwa na vilema, vipofu wala viziwi duniani. Isaya 29:18, Isaya 35:3 mpaka 6 tunaona hayo pia. Kila namna ya ulema, kila namna ya ububu, upofu na kila namna ya udhaifu, vyote vitakuwa havipo duniani. 11, kutakuwa hakuna kufa. Amos 9:15, Zekaria 14 mstari wa 9 mpaka 11. Watu watakuwa wanazaliwa tu, lakini kutakuwa hakuna kufa. Na watu watakuwa wengi sana duniani kwa msingi huo. Na mtoto mdogo ambaye unaweza kumuita ni mtoto aliyekuwa amezaliwa wakati tu maisha hayo yanaanza, ina maana ataendelea kuishi kwa miaka 1000, na atakayezaliwa vile vile anaishi miaka mamia kwa mamia namna hiyo. Kwa sababu hiyo kutakuwa hakuna kufa kabisa. Watu wanazaliwa tu na hiyo dunia itajaa wingi wa watu. 12, hakutakuwa na kuonewa njaa, kiu wala mateso. Isaya 49:10, Isaya 14:3 mpaka 7. Kutakuwa na raha ya namna ya ajabu sana. Watu watakuwa naimba tu, hakuna jua kali wala baridi kali. Kutakuwa na hali ya hewa ya namna ya ajabu sana ya kuwafanya watu wafurahi, wa enjoy kama jinsi ilivyokusudiwa na Mungu katika bustani ya Edeni. 13, dunia itapendeza mno na hakutakuwa na umaskini. Kutakuwa na maua mazuri yaliyochanua kila mahali. Kutakuwa hakuna majangwa. Kutakuwa na hakuna namna yote ya vichaka visipopendeza. Kutakuwa na mimea mizuri sana na maua yanayoleta harufu ya namna ya ajabu. Maua waridi ya namna ya ajabu yatakuwa yamepamba dunia. Kutakuwa na maisha ya ajabu sana. Isaya 65 mstari wa 21 mpaka 24. Isaya 35 mstari wa 1 mpaka wa 2, alafu mstari wa 7.
muda wetu haututoshi kuangalia maandiko yote hayo, lakini unaweza kuangalia kwa wakati wako na utaweza kuyafahamu yote hayo. Sasa katika mazingira ya maisha mazuri namna hiyo, hatimaye itatokea nini? Na tuleta katika kipengele cha 3 na cha mwisho, vita vya Gogu na Magogu. Mwishoni mwa miaka hii 1000, Shetani atafunguliwa kutoka kifungoni mwake. Na katika Ufunuo Yohana sura ile ya 20 mstari wa 3, mwishoni hapa tunaona yapasa afunguliwe muda mchache, atafunguliwa tena. Shetani akifunguliwa, tayari matatizo. Na kitakachotokea sasa, wamekuwepo watu juu ya uso wa dunia wengi sana namna hiyo waliozaliwa. Ataanza kuwashawishi tena ili wapambane na Yesu na watakatifu wake. Na atawashawishi na tayari watachukuliwa na mawazo ya Shetani na watamgeuka kabisa Yesu na watakatifu wake, na watatayarishwa kwa vita inayoitwa sasa vita ya Gogu na Magogu. Na Gogu na Magogu ni kaskazini mwa Palestina, na mahali hapa sasa kutafanyika vita vikubwa sana tena ambavyo vitatokea. Watu wamejaa kama mchanga wa bahari juu ya uso wa dunia, wanapigana na Yesu sasa na watakatifu wake tena, Shetani akiwaongoza. Kwa hiyo kitakachotokea sasa itakuwaje? Hasira ya Mungu tena itawaka juu ya wanadamu wote, na moto utashuka kutoka mbinguni na kuwala. Ufunuo Yohana sura 20. Ufunuo Yohana sura 20 sasa mstari wa 7 mpaka mstari wa 10. Na hiyo miaka 1000 itakapokwisha, Shetani atafunguliwa, atoke kifungoni mwake, naye atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe 4 za nchi, Gogu na Magogu, kuwakusanya kwa vita, ambao hesabu yao ni kama mchanga wa bahari. Wamezaliana sana kwa sababu hakuna kufa, na katika raha wamenenepeana kwa ajabu sana. Wanakusanywa kwa vita sasa. Wakapanda juu ya upana wa nchi, wakaizingira kambi ya watakatifu na mji uliopendwa. Makao makuu ya dunia yatakuwa Yerusalemu, na mahali hapo itakuwa ni kambi ya watakatifu, ni makao makuu ya utawala wa Yesu Kristo na watakatifu wake. Kambi hiyo itazingirwa, eti wapigane tena. Itakuwaje matokeo yake? Moto ukashuka kutoka mbinguni ukawala. Moto utashuka na wote juu ya uso wa dunia wataliwa kwa moto. Na wote ambao wamezaliana muda wote huo, hata hao waliozaliwa nyakati hizo, kwa sababu wamezaliwa na wenye dhambi, ukiwacha wale watawala watakatifu, hao waliozaliana wale watawala watakatifu, wao watakuwa hakuna kuoa wala kuolewa kwao, watakuwa wazaani, maana hakuna kuoa wala kuolewa kwao. Lakini hawa duniani watakuwa wanazaana namna hiyo, na wote wao pamoja na hao waliwazaa sasa kama mchanga wa bahari. Wao waliozaliwa nao wamezaliwa na wenye dhambi, na kwa sababu hiyo asili ya dhambi na kandani mwao, wote hao wameliwa kwa moto namna hiyo, na watakuwa wote wametupwa katika jehanamu ya moto wote tena. Na hayo walioyaona ni ili tu kule watakapokwenda hatimaye katika ziwa la moto, kutoka jehanamu ya moto na kutupa kwenye ziwa la moto baada ya ufufuo wa wafu, ambao tutaona habari zake katika masomo yanayofuata, waweze kuwa mashahidi tu wa wema wa Mungu, wajue hakika Mungu ni mwema, hakika Mungu ni mzuri, alitukusudia mema. Na hapo sasa Shetani naye atakamatwa. Mstari wa 10 sasa, Ufunuo Yohana 20. Na yule ibilisi mwenye kuwadanganya akatupa katika ziwa la moto na kiberiti, alimo yule mnyama na yule nabii wa uongo, na watateswa mchana na usiku hata milele na milele. Hapo itakuwa mwisho wa utawala wa miaka 1000 duniani. Na sasa watakatifu na Yesu Kristo sasa tutajiandaa kwa ajili ya kuona mbingu mpya na nchi mpya zinaumbwa, ambazo tutakaa ndani mwake milele na milele. Na hawa walioko katika jehanamu ya moto hatimaye watatupwa kwenye ziwa la moto, ambalo tutaangalia habari za yote hayo katika masomo yanayofuata. Je, utakuwa mtawaliwa ambao utaonjeshwa kidogo tu alafu hatimaye uliwe na moto, au utatawala? Bwana atupe neema ya kutawala pamoja na Yesu. Pale ulipo, simama juu. Baada ya kujifunza haya, muombe Bwana sasa ili akupe neema ya kutawala pamoja na Yesu. Paza sauti yako.
Tunatumaini umebarikiwa na mafundisho haya.